Mchungaji Peter Msigwa ameendelea kuonyesha ukomavu wake wa kisiasa hapa nchini Tanzania, na hii inatokea baada ya kile ambacho ameweza kukiongelea kuhusiana na kile kinachohusu uamuzi waliweza kuchukua bunge la Ulaya pamoja na ufafanuzi ambao amekuja kutoa msemaji mkuu wa serikali Bwana Gerson Msigwa. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, tutakusogezea kile ambacho ameweza kukisema Peter Msigwa. Huyu ni mwanachama wa sasa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini pia kwa miezi kadhaa nyuma alikuwa ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia aliwahi kuwa ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Nyasa. Sasa tutaanza kwanza tukusogezee kile alichoweza kukiongelea kuhusu uamuzi wa bunge la Ulaya, na pia tutakuja kukupa kile ambacho amekizungumza kuhusu ufafanuzi alioweza kutoa msemaji mkuu wa serikali. Sasa tuanze na hiki ambacho ameweza kukisema mchungaji Peter Msigwa kuhusu bunge la Ulaya. Akasema kwamba kuhusu bunge la Ulaya, kura hiyo sio ya mwisho, ni kujibu athari badala ya kujibu chanzo cha tatizo. Msemaji wa serikali, jibu hoja za msingi. Sasa hapa mchungaji Peter Msigwa anaandika na kusema kwamba, moja, serikali imesema kuwa kura ya bunge la Ulaya si ya mwisho, lakini haijibu uzito wa ujumbe wa kisiasa. Ni kweli kwamba bunge la Ulaya halipeleki fedha moja kwa moja na kwamba tume ya Ulaya ndiyo yenye jukumu la mwisho, lakini swali kubwa si kama fedha zimekatwa tayari, bali ni kwa nini wabunge wa Ulaya walifika hatua ya kupitisha azimio hilo kwa wingi mkubwa kwa dizaini hiyo. Hilo ni swali ambalo naliuliza, lakini akasema kwamba hata kama ni pendekezo, linaonyesha kuporomoka kwa imani ya kisiasa kwa washirika muhimu wa Tanzania. Serikali imejibu utaratibu, lakini haijajibu sababu zinazosababisha azimio hilo. Hiyo ni pointi ya kwanza, akawa ameimaliza. Pointi ya pili akasema kwamba serikali imejikita kwenye utaratibu, si kwenye hoja za haki za binadamu. Taarifa inasisitiza kuwa mchakato wa fedha haujakamilika, lakini haijajibu madai yaliyotolewa na bunge la Ulaya kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu, ukandamizaji wa wapinzani, kesi dhidi ya viongozi wa wapinzani, hali ya uchaguzi wa mwaka 2025, vifo na matumizi ya nguvu dhidi ya raia. Kwa maneno mengine, serikali imejibu fedha zipo salama, lakini haijajibu kwa nini dunia ina wasiwasi juu ya demokrasia na utawala wa sheria hapa nchini Tanzania. Sasa pointi ya tatu ambayo anaiongelea kuhusu kile ambacho amekijibu serikali na kuhusu kile ambacho kimeongelewa na bunge la Ulaya. Pointi ya tatu anasema kwamba kudai kwamba fedha nyingi haziendi serikalini hakupunguzi uzito wa azimio. Serikali inasema kwamba euro milioni 139 zilikuwa zinaenda kupitia taasisi za Umoja wa Ulaya na asasi za kiraia, lakini hoja ya bunge la Ulaya ilikuwa kwamba fedha hizo zielekezwe zaidi kwa wananchi na zisaidie mifumo inayoweza kuhusishwa na ukiukwaji wa haki. Kwa hiyo kusema kwamba fedha hazikuwa zinaingia moja kwa moja serikalini hakukanushi sababu za msingi zilizozua mgogoro huu. Hiyo ni pointi ya tatu, akawa amemaliza. Lakini katika pointi ya 4 anasema kwamba serikali inasema baadhi ya hoja za bunge la Ulaya si za kweli, lakini haijataja ni zipi. Taarifa inasema kwamba baadhi ya hoja hazina ukweli, lakini haijaeleza ni hoja gani hasa ni za uongo, ni ushahidi gani unaozikanusha,
ni taarifa zipi mbadala zinazotolewa? Kwa kawaida, kukataa tu bila kutoa ushahidi wa kina hakuondoi tuhuma. Hiyo ni pointi ya 4. Pointi ya 5 akasema kwamba kama mahusiano ni mazuri sana, kwa nini hali imefika hapa? Serikali inasema kuwa mahusiano kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya ni imara, lakini swali la msingi ni kwamba kama mahusiano ni imara na hakuna tatizo kubwa, kwa nini bunge la Ulaya limefikia hatua ya kuweza kupiga kura dhidi ya mpango wa msaada wa euro milioni 156? Marafiki wa karibu pia huonyesha kutokuridhishwa pale wanapoona misingi ya pamoja ya kidemokrasia na haki za binadamu imeanza kuteteleka. Lakini katika hoja yake ya 6 na ya mwisho akasema kwamba hoja ya hii ni maoni ya bunge la Ulaya inaweza kupunguza uzito wa tukio. Katika mifumo ya demokrasia, bunge la Ulaya ni taasisi muhimu yenye ushawishi mkubwa duniani. Kwa hiyo, hata kama azimio lake si uamuzi wa mwisho, kisiasa lina uzito mkubwa na mara nyingi huathiri maamuzi ya tume ya Ulaya. Na akamaliza kwa kuhitimisha kwamba utetezi wa serikali umejikita zaidi katika kueleza utaratibu wa utoaji wa fedha kuliko kujibu kiini cha wasiwasi wa bunge la Ulaya. Swali ambalo taarifa hiyo haijajibiwa kikamilifu ni kwamba kwa nini washirika wakubwa wa Tanzania wamefika hatua ya kuweza kuonyesha kutokuwa na imani na mwenendo wa haki za binadamu, demokrasia na utawala wa sheria hapa nchini Tanzania? Bila kujibu swali hilo la msingi, maelezo ya kwamba kura hiyo siyo ya mwisho ni kuonekana kuweza kujibu athari badala ya kujibu chanzo cha tatizo. Sasa tukiwa tumeachana na hiki ambacho aliweza kukizungumza kuhusu bunge la Ulaya, twende moja kwa moja tukaone ni kipi ambacho ameweza kukiongea kuhusu utetezi huu wa serikali ya Tanzania mbele ya Umoja wa Mataifa, ambapo Umoja wa Ulaya, ambapo amesema kwamba utetezi huo unaweza kupingwa kwa hoja za msingi zifuatazo. Sasa hoja zenyewe ameziorodhesha hapa kwamba utetezi uliweza kutolewa na serikali ya Tanzania mbele ya Umoja wa Ulaya unaweza kupingwa kwa hoja za msingi zifuatazo. Hoja ya kwanza akasema kwamba kuunda tume nyingine si sawa na kuweza kutoa haki. Serikali imesema kuwa imeunda tume ya uchunguzi wa jinai baada ya tume ya uchunguzi. Hata hivyo, swala kuu la Umoja wa Ulaya si kama kuna tume ngapi zimeundwa, bali kama kuna uwajibikaji wa kweli. Historia inaonyesha kuwa tume nyingi zinaweza kuundwa bila kuwajibisha wahusika wakuu. Lakini hoja ya pili aliweza kuitoa hapa kuhusiana na hiki waliweza kukitoa au waliweza kutoa ufafanuzi wa serikali kwamba ufafanuzi huo unaweza kupingwa na Umoja wa Ulaya. Hoja yake ya pili ni kwamba haki iliyocheleweshwa ni haki iliyonyimwa. Matukio ya uchaguzi ya mwaka 2025 yalihusisha vifo, majeruhi, watu kutoweka na uharibifu wa mali. Kuendelea na mchakato wa uchunguzi kwa muda mrefu bila kuwataja au kuwafikisha mahakamani wahusika kunafanya jamii ya kimataifa kuwa na mashaka kuhusu dhamira ya kweli ya serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini katika hoja yake ya tatu akasema kwamba serikali haiwezi kujichunguza yenyewe bila kuibua mgongano wa maslahi. Tume zote mbili zimeundwa na rais ambaye ndiye mkuu wa dola inayotuhumiwa na baadhi ya waanga na mashirika ya haki za binadamu. Hali hii inaweza kuibua swali la uhuru wa kutokuwa na upendeleo wa uchunguzi huo. Katika mazingira kama hayo, uchunguzi huru wa kimataifa au wa taasisi zisizo na maslahi ya moja kwa moja unaongeza uaminifu.
Lakini katika hoja yake ya 4 amesema kwamba ni ukweli bila uwajibikaji haukamilishi haki. Serikali inasema kwamba tume ya kwanza imeweka msingi wa ukweli na ya pili inatafuta wahusika, lakini hadi sasa hakuna taarifa za wazi kuhusu ni nani wanachunguzwa, ni maafisa gani wamehojiwa, ni hatua gani za muda zimechukuliwa, ni lini matokeo yatatolewa. Bila majibu hayo, madai ya kuwa mchakato unaendelea yanaweza kuonekana kama ni njia ya kuchelewesha uwajibikaji. Viwango vya kimataifa vinahitaji matokeo, si ahadi. Kanuni due to the process, the fair trial ambazo serikali inazitaja haziishii kwenye kuunda tume, bali zinahitaji uchunguzi huru usio na upendeleo, uwazi kwa umma, ulinzi wa mashahidi na wahanga, kuwafikisha wahusika mbele ya sheria bila kujali nafasi zao, fidia na haki kwa waathirika. Lakini katika hoja yake ya 6, mchungaji Peter Msigwa anasema kwamba Umoja wa Ulaya unahoji matokeo, si taratibu. Hoja msingi ya rasimu ya Umoja wa Ulaya ni kwamba Tanzania imeshindwa kuwabaini waliohusika. Serikali kujibu kuwa uchunguzi bado unaendelea, hakujibu swali la msingi kuhusu kwa nini baada ya muda mrefu hakuna uwajibikaji unaoonekana, na akahitimisha kwa kusema kwamba kuunda tume 2 mfululizo kunaweza kuonyesha utashi wa kisiasa, lakini utashi huu upimwa kwa matokeo. Bila uwazi, uwajibikaji na hatua za kisheria dhidi ya wahusika, jumuiya ya kimataifa inaweza kuona mchakato huu kama njia ya kuchelewesha haki badala ya kuweza kufikia haki. Serikali haiwezi kutegemea uwepo wa tume pekee kama ushahidi wa kwamba haki imetendeka. Haki lazima ionekane ikitendeka. Mwisho wa kunukuu kile ambacho mchungaji Peter Msigwa amekiongea kuhusiana na kile ambacho msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amekuja kutolea ufafanuzi kuhusiana na kile ambacho serikali ya Tanzania imeweza kujibu bunge la Ulaya kuhusiana na kile ambacho amesema kwamba wao wananyima haki za binadamu, utawala wa sheria nchini Tanzania, na kwamba uchaguzi ulikuwa ni wa udanganyifu na vifo vilivyotokea ni uhalifu wa kivita hapa nchini Tanzania. Sasa tuachie maoni yako mtazamaji na mfuatiliaji wetu, utuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine kuendelea kujuzana taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea kukuijia hapa katika chaneli hii. Lakini kikubwa mtazamaji na mfuatiliaji wetu ni maoni yako. Shuka kwenye comment section hapo chini utuambie ni kipi ambacho unacho.